walikuwa vijana 5, mchungaji wa 6. Aisee, ile siku hali ilibadilika sana. Ndiyo. Japo sikupoteza fahamu, ila mwili ulikuwa unaishiwa nguvu kutokana na vile vitu ambavyo vilikuwa vinatoka ndani. Yani niliona vijana wa hapa wengine na wasumbua kwa sababu ni wadogo, nilikuwa natapika ovyo ovyo, yani mpaka najionea aibu. Vile vitu vinavyotoka. Yes. Mchungaji akasema hata usijibane. Hii ndo kazi yetu sisi. Maana kuna wakati aliniona kabisa huyu hali anaingia kwenye hali ya kuwa na nisemeji, kuwa na aibu. Mbona aliniona akasema hapana, yani kuwa huru. Ile siku niliombewa muda mrefu sana kwa sababu niliombewa kuanzia saa 5 mpaka saa 10. Wakaniachia nikaondoka nyumbani. Nikapanda boda mpaka Kimara. Kimara nikapanda gari mpaka Big Brother. Sasa mimi huwa nina tabia nikiwa kwenye mfungo huwa napenda juisi ya matunda. Nikasema ngoja nipite sokoni hapa nichukue matunda ili niende nayo nyumbani. Ikifika tu nisage haraka haraka kwanza ninywe juisi kwa sababu ni mfungo wa muda mrefu. Ndio. Sasa cha kushangaza, nimeshuka mlango wa viazi hapa Brazil, unapajua? Yes. Nimeingia pale, nilipatwa na mwasho mkali sana kwenye mapaja. Sasa mimi natembea tu nikaanza kujikuna vizuri tu. Najikuna, yani nasikia mwasho, yani siwezi kujizuia. Nikatembea najikuna, yani sasa nilipofika mbele. Bado hujafika nyumbani? Mimi sijafika nyumbani, nipo sokoni. Yani natembea tu najikuna tu. Sasa mtu akikuona unajikuna sehemu hizi, sana tushangaa. Yes. Ndio. Sasa nikaona watu wananiangalia lakini mimi habari sina tu, naenda kwenye mambo yangu. Yani ndio natokezea hivi kwenye karoti sasa. Ili ni kona hivi niende kwenye matunda. Mimi kuna mbaba aliniangalia hivi. Ananiangalia hapa. Mkono unavyofanya. Nikastuka. Jo, kumbe nipo kwa watu. Jamani, mwasho umetoka wapi? Na siwezi pale kujizuia, ukishaanza kujikuna umeuita. Nikasema jamani, mwasho umetoka wapi? Kwa nini nawashwa kiasi hichi? Yani nawashwa, yani nikisema nawashwa aelewa nawashwa. Nakumbuka nilisimama nikasema, "Wewe mwasho wewe. Hebu tulia nisubiria hapa. Nikanunue matunda." Nikimaliza kununua matunda, alafu nikaingia kwenye daladala. Endelea, lakini kwa sasa niache. Kwa sababu nilikuwa siwezi kutembea. Na kweli ule mwasho ulinyamaza kimya. Nikaenda nikanunua matunda haraka haraka. Sasa nimeshajisikia ile hali. Uwezi kujifunua, kujiangalia, upo barabarani. Nikanunua matunda haraka haraka mimi nje. Katoka nje, nikaingia kwenye gari nikakaa. Kweli mimi sikusikia tena ule mwasho. Nikaenda mpaka nyumbani nikakuta wanangu wameshatoka shule. Nikaambia nipe kibeseni hicho hapo. Nikamenyamenya matunda haraka haraka, nikayasaga haraka haraka, nikapata glasi moja. Nikasema sasa hapa nimepata nguvu, naweza kwenda bafuni kuoga. Nikaenda bafuni, nikavua nguo bafuni. Yani ile nainama nichukue brushi na sabuni. Nilijikuta usawa huu. Yani kuanzia hapa kushuka mpaka huku kwenye mapaja. Mimi usingeniangalia mara mbili. Yani ni kama mtu aliyevamiwa na nyuki. Mwili umevimba afu umevilia. Nikasema mbona hii hali sio ya kawaida? Mbona naogopa? Hapana, nikampigia mchungaji. Muda ule. Nikamwambia mchungaji, akanambia yeye. Nikamwambia jamani, mimi mwili wangu siuelewi. Uelewi kwa sababu gani? Nikamwambia kama nimeliwa na nyuki, nimevamiwa, mimi sielewi, lakini nilikuwa na mwasho mkali. Akanambia hapana. Nimesema hivi. Tumeomba hapa vilivyosalia mwilini kuja kufika nyumbani viwe vimeondoka. Vinatoka. Kwa hiyo usiogope. Atakayesikilizaga ushuhuda huu akisema na mimi ngoja nifate hatua, atatendewa na yeye atatoa ushuhuda kama
wengine. Ushuhuda nakaa nao mimi, ila siku nikimuelezea mtu akaamini atafunguliwa, asipoamini basi haina haja. Haya hiyo tarehe 17 sasa. Kwa hiyo kila nikija hapa mimi nilikuwa nakutana na muujiza mmoja. Ulikuwa unakuja siku za Jumapili na Jumatano au sana? Yani Jumapili nikuja hiyo ni moja tu. Lakini siku zote unakuja zile siku 5 za huduma za kuja kukutana na mtumishi. Zile siku ya Jumatano kukutana na mtumishi kwa ajili ya ufungulivu. Sawa. Sasa hiyo tarehe 17 ile nilikuwa nikija kuingia period, kuna dalili nilikuwa naziona. Tumbo linanisumbua, nitaota ndoto labda nilikuwa natembea na mwanaume, tunafanya mapenzi usiku, nanyonyesha mtoto au najifungua, yani hivyo ndio nakuja kuingia period. Vile vitu nikawa sijaviona. Nikasema nitaingia bwana, nitaingia. Tarehe zangu mimi za kuingia, kwanza ilibidi nirudi nyuma ndo niingie wapi kwenye siku zangu. Zile tarehe ambazo nilikuwa nimezipigia hesabu ili nipate sijaona. Nikasema labda nitaingia tarehe zile zile zikapita. Nikasema mbona hii hali sio ya kawaida na haijawahi kutokea kwangu? Hapana. Sasa ikapita siku ya kwanza, siku ya pili nikasema sio kweli. Ngoja nikachukue kipimo, nipime. Kweli inawezekanaje? Hapana. Au nitaingia tarehe nyingine? Lakini zinazidi kusogea tu. Mimi nakumbuka nilienda kupima baada ya siku hizo 2. Nikasema hii si hali ya kawaida, mimi nipitishe siku ambapo ilibidi niingie kabla ya hizi tarehe na siku 2 nyuma kuja kufikia hizi tarehe, kwa sababu mimi nikiingia tarehe yangu, kwa mfano tuseme naingia kama tarehe 2, kwa hiyo utakuta naingia tarehe 30 au tarehe 29. Kwa hiyo kuja kufikia ile tarehe 2 mimi nilishafunga. Sawa. Sasa nikasema hapa inawezekanaje? Hapana. Nikaenda nikanunua kipimo. Kwani shilingi ngapi? Nikakinunua. Nikakileta. Nikakojoa mkojo. Nikadumbukiza kile kipimo. Sasa nikajisahau. Kile kipimo nikakiacha huko, mimi nikaendelea zangu kulala. Lakini baadaye nikasema hivi mimi si ndo niliamka kupima mkojo? Nikaamka. Naenda kuangalia kile kipimo. Unajua nilikipigaga picha Ndio. Nilikipiga picha kile kipimo. Nikuonyesha. Naam. Mtazamaji, wakati anatuonyesha kipimo, lakini nataka nikwambie kwamba Mungu anatenda. Mungu anatenda mambo makubwa. Wakati ambapo unahisi umekata tamaa, wakati ambapo unahisi kwamba hiki kitu hakiwezekani, Mungu ndio analeta msaada. Tukumbuke hata safari ya wana wa Israeli kule utumwani, miaka 400 walikuwa wanateseka, lakini siku ambapo walilia wakamtambua kwamba kumbe yuko Mungu, Mungu alileta msaada wake. Haleluya. Kwa hiyo kuna kipimo hapa nitakuonyesha muda si mrefu kupitia picha. Basi sasa ndio nikaenda nikachukua kile kipimo. Chumbani kwangu nilikuwa sijawasha taa. Nikachukua kile kipimo nikakiangalia. Mara nyingi nilikuwa na vipima mimi vile vipimo. Kipima kama una mimba huwa kinachora mstari mmoja. Yes. Lakini kama una mimba kinachora mistari mingapi? 2. Lakini ule mstari wa pili unakuwaga kama umefifia hivi. Basi nikapima. Nikakuta kimechora mistari 2. Nikasema sio kweli bwana. Hebu nipige pazia vizuri. Kipimo kinaonyesha mimi nina ujauzito. Bwana. Kile kipimo mimi nilikiweka hapa kifuani. Hapa. Yaani nilikikumbatia kile kipimo. Ni kadogo. Yaani ni kadogo hapa. Kipimo hapa. Ndio. Ni kadogo sana. Amina. Tutamuonyesha mtazamaji. Haleluya. Ni kadogo. Sasa fikiria eti mtumishi aka kipimo aka unakaweka hapa kifuani ukakumbatia. Hivi unakakumbatiaje? Lakini nilikakumbatia, nilihisi furaha. Yaani nilikuwa kama ni mtu ambaye naanza uzazi wa kwanza. Haleluya.
nililia. Yaani baada ya kurukaruka mimi nililia. Kilichoniliza ni nini? Kilichoniliza, nilimkumbuka yule mtu ambaye alinifunga. Kwa sababu nikasema sawa, alifanya jitihada tangu mwanangu mimi wakati ananifunga, yani nilivyokuja kurudisha kumbukumbu nyuma, ina maana alinifunga mwanangu ana miaka hiyo miwili. Sawa, ina maana mimi nakuja kufunguliwa mwanangu ana miaka 10 na ngapi? 12, ambavyo mimi 12 sasa. Yani maana yake ulifungwa miaka 10 iliyopita nyuma.